This program is sponsored by the partners and friends of Redeemer's Voice Media. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. But we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uweza iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. We are hard pressed on every side, yet not crushed. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi. We are perplexed, but not in despair. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. We are persecuted, but not forsaken. Twaudhiwa, bali hatuachwi. We are struck down, but not destroyed. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our bodies. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishe katika miili yetu. Verse 16. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kwa hiyo hatulegei, bali ijapo utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Blessed King, we thank you, we glorify you for giving us opportunity to be known as your children. Bwana wetu wa baraka, asante kwa kutupa fursa tujulikane kuwa watoto wako. Thank you for the authority to know that you are together with us as well. Asante pia kwa haya mamlaka tukujua kwamba sisi una pamoja nasi. In all circumstances you are God that changeth not. Na katika hali zote ndiwe Mungu usiyebadilika. Otherwise we would have perished. La sivyo tungeliangamia. Thank you, blessed Father, for holding your children strongly. Asante Bwana kwa kushikilia watoto wako kwa nguvu. Even in times like this. Hata katika nyakati kama hizi. You are the anchor of our hope. Wewe ndio nanga ya tumaini letu. You are our refuge. Ndiwe kimbilio letu. You are our hiding place. Wewe ndiwe maficho yetu. You are our pavilion. Wewe ndiwe ngome yetu. You are the one we can call and we are safe. Ndiwe tunayekuitia tukawa salama. The name of the Lord is a strong tower. Jina la Bwana ni ngome imara. The righteous run there and they are safe. Wenye haki ukimbilia wakawa salama. Father, thank you for giving us a place of safety.
Baba, asante kutupa mahali pa usalama. And therefore we yield to your will this day. Hivyo basi twajisalimisha kwa And mapenzi yako. surrender to what you desire us to be and to do. Twajipeana kwa kila unachokitamania tufanye. Help us in times like this Utusaidie katika nyakati kama hizi, to know your will and to walk in your ways. kuyajua katika mapenzi yako na kutembea kwa njia zako. In Jesus' name. Kwa Yesu Kristo twaomba. And everybody shouted amen. Na kila mtu sema amen. I want to say thank you for all of us that have tuned in online. Nataka nisema asante kwa wale mnaotufuatia vipindi katika mitandao. The Lord bless you so much, and I want you to pass this information to a friend. Share this teaching with your friend. They also need it at times like this. Hivyo basi nakuagizia kamshirikishe rafiki yako, maana anayahitaji haya mafundisho kwa wakati kama huu. You can also have a watch party, and that will be a blessing. Unaweza kuweka kwenye page yako watu wakawa wanatizama vipindi hivi kwa sasa. And let's appreciate those who are in the house. Na pia walioko hapa, asante, tupigie makofi. Glory to God. Bwana asifiwe sana. Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Yesu akasema nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu hayatalishinda. What is the gates of hell? Anything that is designed, schemed, programmed, and designed by hell to harass the church. It has no power to prevail against the church. Malango kuzimu ni yapi? Ni chochote, mbinu, mikakati, silaha anazozipanga shetani juu ya kanisa, na kweli hazitashinda. Because Isaiah 54 says, the weapons that are forged against you shall not prosper. Isaiah 54 yasema kwamba amna silaha iliyoundwa juu yako itakayefaulu. Our God is always on the throne. Na kila mara Mungu wetu yuko enzini. I'm continuing with part 2 of the treasure in the earthen vessel. Nataka niendelee na awamu ya pili ya ujumbe wetu, hazina katika vyombo vya udongo. As we are going through these tempestuous moments, you must have a place of refuge, a place of anchor, a place wherein you have put your trust. Wakati tunapitia mawimbi makali na dhoruba, ni vyema kwako kuwa na mahali pa maficho, mahali unatia nanga yako. David said, some trust in horses and others in chariots, but we shall trust in the name of the Lord our God. Daudi akasema wengine hutumainia farasi, wengine magari ya vita, lakini kwetu sisi tutaliitia jina la Bwana. We shall always call on a name that we know is a strong tower. Tutaliitia jina tunaolijua ni ngome imara. That name cannot be shaken. Hilo jina la Yesu halitikizwi. We may go through issues in life, Huenda tukapitia hali za maisha, but we have a promise from the throne of God. lakini tuna ahadi kutoka katika enzi ya Mungu. Our God says, I will not leave you nor forsake you. Bwana akasema sitawapungukia wala sitawaacha. And so he is with you in every circumstance and every situation. Hivyo basi yuna wewe katika kila hali na katika kila mazingira. So woe unto those who are trusting in the arm of flesh. Ole wao wanaotegemea mkono wa mwanadamu. We will trust in the name of the Lord. Kwetu sisi tutatumainia jina la Bwana. We will call on the name of the Lord. Tutaliita jina la Bwana. For we know that those who dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Maana wakao katika mahali pasiri pa Mwenyezi watakaa katika maficho yake. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 43 verse 1 says, but now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku, e Yakobo, yeye aliyekuumba, e Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Verse 2 says, when, because a day comes when. Utakapo, maana ipo siku. It's not if.
si ikiwa, It is when. utakapo. Because when will come. Maana hiyo itatokea. When you pass through the waters, Upitapo katika maji mengi, I will be with you. nitakuwa pamoja nawe. And when you go through the rivers, Na katika mito, the raging flooded rivers, mito yenye gharika they kubwa, shall not overflow you. haitakugarigisha. When you walk through the fire, Uendapo katika moto, don't catch the fire. Go usiteketee. through that fire. Pitia moto, usiteketezwe na You moto. shall not be burned, Hautateketea, nor shall the flames scorch you. wala miali ya moto haitakuunguza. It shall not scorch you. The Haitakuunguza. flames will not scorch you. Miali haikuunguzi. Even the smoke itself will not be smelt upon you. Hata moshi wake hautahisika In kwako. other words, when you go through it, go through it. Ukipita, pita, Don't stay there. usikae. Don't continue worrying about it. Usiendelee kuwa na God wasiwasi didn't yako. say when you are there, continue mourning. Mungu hakusema ukiwapo huko endelee kuomboleza. Because trouble will come. Shida nayo haina budi kuja. I say trouble will come. Sikiza, shida haina budi kuja. Challenges will come. Changamoto zitakuja. Battles will rage. Vita vitazuka. People will hate you. Watu watakuchukia. You will lose things. Utapoteza vitu. You may lose a loved one. Hata uenda ukampoteza You mpendwa may wako. lose a job. Uenda ukaipoteza You kazi may lose a business. ama biashara yako. You may lose something very precious to you. Unaweza ukapoteza kitu chenye dhamani nyingi You kwako. are going through it. Waipitia tu. Keep moving. Endelea kutembea. Stop camping. Wacha kupiga I kambi. say stop camping Wacha kupiga kambi in that situation. kwenye hali yako. God has never said Mungu hakusema that He will be with you when you are camping there. eti atakuwa na wewe He ukipiga says, kambi. I will go through with you. Anasema nitapita na wewe. Oh, hallelujah. Haleluya. I said hallelujah. Nasema haleluya. You are not sinking in that situation. Hautazama kwenye hiyo hali. You are not going to be scorched in that situation. Hautaunguzwa na hiyo hali. Because there's something precious God has deposited in your life. Kuna kitu cha dhamani nyingi Mungu amekitia ndani mwako. And because of that which God has made you to be, Na kwa sababu ya kile Mungu amekufanya kuwa, He says, you are my special treasure. wewe ni tunu yangu. And because you are a special treasure to Kwa God, sababu wewe ni tunu kwa Mungu, He will not leave you in that situation. hata ruhusu ukae kwenye hiyo hali. You are coming out better than you entered there. Watoka ndani bora kuliko I ulivyoingia. say you are coming out better than you entered there. Utatoka hapo ukiwa bora kuliko ulivyoingia. So go through these tempestuous moments Pitia hali hii ya tufani, as you put your hope and trust in God. ukiweke tumaini na imani kwa Mungu wako. Do not look at things. Usiangalie hali na vitu. Surely this God will never leave you. Hakika Mungu hakuachi. Psalm 66 verse 10. Zaburi The 66. Bible says, for you, O God, have tested us. Mungu umetupima. You have refined us as silver is refined. Umetujaribu kama vile dhahabu. You brought fedha. us into the net. Ulituleta katika wavu You laid affliction on our backs. na ukafanya mateso You kwa have migongo yetu. caused men to ride on our backs. Ukasababisha watu kusimama kwa migongo yetu. We went through fire. Tukapitia moto. We went through fire. Tukapitia katikati ya I moto. say we went through fire. Tulipitia moto And we went through water. na tukapitia maji. But you, Lakini wewe, O Lord, Mungu wetu, I say but you. lakini wewe, Lift up your hand and say but my God. lakini Mungu wangu, But you, O God, lakini Mungu brought us out. ulitutoa, Brought us out. ulitupandisha. Don't listen to the voice of the evil one. Usisikize sauti za muovu, It is a lie. huo ni uongo tu. Our God is well able Mungu wetu to anaweza handle what no man can handle. kushughulikia chenye mwanadamu hawezi. Let me tell you this. Acha nikwambie hiki, Your hope
hope should not be just in a vaccine. Tumaini lako lisiwe kwenye hiyo Your chanjo. hope should not be in how much money you have in the bank. Tumaini lako lisiwe kwenye hela ulizonazo kwenye Your benki. hope should not be in the people that you know. Tumaini lako lisiwe kwa watu unaowajua. You need to put your hope in Jehovah God, Ulitie tumaini katika Jehova, the King of Kings and the Lord of Lords, Mfalme wa wafalme, ndiye Bwana wa the mabwana, Almighty One, the main healer of your life. yule ambaye ni mponyaji wa maisha yako. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa Yesu. Nasema Mungu atusaidie. Atusaidie Mungu wetu. Maana pale nje kuna moto. Unanisikia? Pale nje kuna moto. Lakini wamtegemeao Bwana wanaheri. Amen. Nasema wamtegemeao Yesu wanaheri. Hallelujah. We need God. Tunamhitaji Mungu, tunamhitaji kabisa. Nasema tunahitaji Mungu. Amina. Yaani tunadungwa sindano nyingine ambayo ni umeme, ukiweka taa inawaka. Mungu atusaidie dunia hii jamani. Hallelujah. Seeing that we have this ministry, tukiona tuna hii huduma ndani mwetu, we do not lose heart. Hatulegei. That's why the preaching of the gospel must never be suffocated. Ndio sababu kuhubiriwa injili kusigandamizwa na mtu yoyote. Because when a people were desperate, in Psalms 107 verse 17, the Bible says they even were almost dying. They had given up in their lives. Na kulingana na Zaburi, watu walipokuwa wamekosa tumaini, Zaburi 107. It says fools, because of their transgressions and because of their iniquities they were afflicted. Nasema kwamba wapumbavu kwa sababu ya makosa yao na uovu wao wakateswa. Their soul abhorred all manner of food. Nafsi yao ikakataa kila namna ya chakula. And they drew near to the gates of death. Wakakaribia malango ya mauti. Then they cried out to the Lord in their trouble. Ndipo walipomlilia Bwana katika shida yao. And the Lord saved them out of their distress. Bwana akawaponya na shida zao. Lift up your voice and cry to the Lord in that season of challenges. Inua sauti yako mlilie Bwana kwenye majira ya tatizo. That's why two things the devil is doing. He is making sure that he is frustrating the two very important things that makes a believer powerful. Na mambo mawili shetani anajaribu kumzima Mkristo ambaye anamsaidia kusimama. The ability to communicate with God, Uwezo wa kuwasiliana na Mungu wake, and the ability to hear what the Lord is saying. na uwezo wa kumsikiza Mungu If anasema the nini. devil stops you from hearing what God is saying, Iwapo shetani atakuzuia usisikie Mungu anasema and he nini, stops you from releasing communication to God, na kuzuia mawasiliano yako na Mungu he has kuwasilisha kwa Mungu, bound you into defeat. hakika amekufungia katika kushinda. Bible says then they cried out to the Lord Ndipo walipomlilia Bwana in their distress, in their trouble, katika ziki yao, and God saved them out of their distresses. akawaponya na shida zao, He saved them from their distresses. na akawaponya na shida zao. Verse 20 says he sent his word Akalituma neno lake and he healed them na kuwaponya and delivered them from their destruction. na kuwatoa katika maangamizi May yao. the Lord send his word to you, sir. Bwana akutumie neno lako. May the Bwana. Lord send the word of healing, Bwana akutumie the neno la word uponyaji, of restoration, neno la the urejesho, word of deliverance. neno la ukombozi. Let the word of God Wacha neno la be Bwana effective in your life, litende kazi ndani ya because maisha the yako. word of God Maana neno la is Mungu more powerful. lina nguvu. Hebrews 4 verse 12. Waebrania The word of 4:12. God is powerful, Neno la Mungu lina is nguvu, sharper than any two-edged lina sword. makali kupita Another upanga. translation says the word of God is living. Biblia inasema neno la Bwana liko For the hai. word is living Neno la Mungu liko hai and powerful, na lina nguvu, sharper than any two-edged sword, tena linakata piercing, kuliko
piercing more than the corona injection, even to the division of the soul and the spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Tena linachoma kulingana shindano ya chanjo ya corona, na hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena jepesi ya kutambua mawazo na makusudi ya moyo. I want you to know there's no immunity you can get outside the word of God. Sikiliza, hamna kinga utaipata nje na neno la Mungu. This word is powerful. Neno la Mungu lina nguvu. It is living. Liko hai. And the Bible says it's sharper than any two-edged sword. Lina makali kuliko upanga. Bible says it has capacity to pierce. Biblia inasema linaweza kuchoma. It pierces. Linadunga. It doesn't matter the size of the place that it has to pierce. Haijalishi mahali penye linapenya. Hallelujah. Hallelujah. There is no vaccine needle that is sharper than the word of God. Hakuna shindano ya chanjo yenye makali kuliko neno la Bwana. This one is injected into the bloodstream. Hii ingine inadungwa kwenye mishipa ya damu. But the word of God pierces the virus itself. Neno la Mungu linadunga mpaka ndani ya kirusi. I say pierces even the virus itself. Linadunga ndani ya I kirusi. wish we could believe the word of the Lord. Laiti tungeamini neno hili. Amen. Listen, it pierces even to the division of soul and the spirit. Which injection can do that? Linadunga likagawanya roho na nafsi. Shindano gani inagawa hata itafika kwa roho wapi? Which injection can divide the marrows? Kuna shindano ambayo inaweza gawanya mafuta ya mifupa. Verse 13, listen. 13. This word is a discerner. Sema kwamba hili neno linapambanua. It is bigger, greater, more effective than MRI. Yani linapiga picha kupita ile picha ya MRI. I say the word of God can see what an MRI cannot see. Neno la Mungu linapiga tarubini, linascan kupita MRI. For the Bible says there is no creature hidden from its sight. It will see it. Wala hakuna kiumbe iwe ni kirusi cha corona ambacho kitajificha na But neno. all things, somebody shout all things. I didn't hear you shout it. Hey, you that is listening to me online, shout it, all things. Lakini vitu vyote, all things are naked. Vitu vyote ni tupu. And open to the eyes of him Na to whom he must give account. Na kufunuliwa machoni pake yeye ambaye ni Yesu. Ambaye yeye na ana mambo yote yetu. Amen. Listen, this word is what you need in any situation. Ili neno ndio unalohitaji kwa hali zote. He sent his word. Alituma neno. And his word delivered them. Na neno lake likawaponya. That's why we are releasing this anointed word. Na ndio sababu tunaachilia ili neno la mafuta. To change your status. Kubadilisha hali yako. That's why we have this treasure in this earthen vessel. Ndio sababu tuna hii hazina ndani ya vyombo vya udongo. This ministry. Tuna huduma hii. That's why we are not afraid. Ndio sababu hatuogopi. When you have the ministry of the word of God, ukiwa na huduma ya neno la Bwana, this word will keep you. Hili neno litakulinda. Will sustain you. Litakudumisha. Will help you. Litakusaidia. Will bring you into an inheritance. Litakuletea urithi. Together with the saints. Pamoja na watakatifu. This word neno hili is very powerful. Lina nguvu. Jesus said, Yesu akasema, for man shall not live by bread alone, mwanadamu aishi but kwa by mkate every pekee, word lakini that kwa kila proceeds from the neno mouth of God. litokalo kinywani mwa Let the Mungu. word of God dwell in you richly. Neno la Bwana likae ndani mwako kwa wingi. I say, let the word of God dwell in you richly. Wacha neno la Mungu likae ndani mwako kwa Stop wingi. looking at entertainment only. Wacha kuangalia matumbuizo peke yake. That is killing something out of your life. The number one treasure
in your life is the knowledge and the wisdom we receive from the word of God. Na hazina ya kwanza ndani yako ni hekima na maarifa tunayoyapata kwa neno la Mungu. That's why Hosea says, Ndio sababu Hosea, my people perish for lack of knowledge. Watu wangu wameangamia kwa kukosa maarifa. When you have no knowledge of the truth, unapokosa maarifa ya kweli, it is easy for the devil to deceive. ni rahisi shetani akudanganya. That's why you need to have the knowledge of the word of God. Ndio sababu unahitaji maarifa ya neno la Our Mungu. Lord Jesus said, Bwana wetu Yesu Kristo akasema, he said that for man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from his mouth. mwanadamu aishi kwa mkate pekee, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. That's why you need to know the word, because through the word you will have the truth. Na ndio sababu unahitaji kulijua neno, maana ukilijua utapata kweli. And when you know the truth will make you free. Na kweli unaijua itakuweka huru. If you believe it, shout amen. Wapo unaamini, sema amen. You need the word. Don't allow the enemy to shut you out of the knowledge of the word of God. Usiruhusu adui akufungie nje ya maarifa ya neno la We Mungu. have this ministry, Tuna huduma hii, and therefore we are not afraid. na ndio sababu hatuogopi. We are speaking these things so that they can help us move forward. Twanena haya yatusaidie kusonga mbele. That's why Paul is categorical. Ndio sababu Paulo amelengea akisema, He says in verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, that the excellence of the power may be of God and not of us. ili adhama ya uwezo iwe ni kwa Mungu lakini si kwetu. We have a treasure in this earthen vessel. Tuna hazina katika vyombo hivi vya udongo. It may look weak and feeble, Tuweza kuonekana dhaifu tena wanyonge, and the devil may say, now we are going to take over them. na washetani asema tunakwenda They kuwakamata may sasa. conspire in their covens of hell, Wanaweza kupanga katika mahandaki yao, but inside we have a treasure. lakini ndani mwetu tuna hazina. The Bible says, greater is he that is in us than he that is in the world. Biblia inasema mkuu ni yule aliye ndani mwetu kuliko aliye duniani. Christ in you is the hope of glory. Kristo ndani yako tumaini la We have utukufu. this treasure in this earthen Tuna vessel. hazina hii katika vyombo vya We have udongo. the treasure of knowledge. Tuna hazina ya maarifa, And that is why na ndiyo sababu we may be hard pressed huenda tukadhikika pande zote, on every side, pande zote, but nobody can crush you. lakini hakuna mwenye I declare atatusa. to you, you are uncrushable. Huwezi kuvunjwa vunjwa. Look at somebody and ask them, how many challenges have you overcome in the past few years since you gave your life to Jesus? Uliza jirani, ni changamoto ngapi umepitia ukazishinda katika miaka umeokoka? Some of those that you have seen cannot be compared with what you are seeing today. Because what you're seeing today is like a baby, you know, compared to them. Na unazozipita leo hazitoshana na zile ushazipitia. Hizi ni kama za kitoto. So don't be worried. Usiogope. We are hard pressed on every side, yet we're not crushed. Pande zote twadhikika bali hatusongi. We are perplexed, but not in despair. Twaona shaka bali hatukati tamaa. Persecuted, but not forsaken. Twaudhiwa bali hatuachwi. We are struck down, but not destroyed. Twatupa chini bali hatuangamizwi. You are undestroyable. Wewe uangamiziki. I say you are undestroyable. Nasema uangamiziki. Lift up your voice and make the devil know it. Declare it. I am undestroyable. Inua sauti, inua mkono, I tangaza. am uncrushable. Siwezi vunjika. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter how hard the enemy hit you down. Haijalishi vile unagongwa na adui. Listen, you'll bounce back Utadunda like a tennis ball. kama mpira wa tennis. You are hit down, Unagongwa chini, but you bounce back. lakini unadunda. The enemy gets angry with you, Shetani anakukasirikia, and you are hit down harder. unapigwa kabisa. You bounce back higher. Unadunda kwenda juu zaidi. He hits you much harder. Anakasirika na kutupa tena pua. And when he hits you with all his energy, Akitumia nguvu zote you kukugonga, bounce the highest. unadunda juu zaidi. And by the time you come back, he's looking and wondering, what is happening to this guy? Ukati anashanga, kwani kunaendaje?
And then he hits you with every effort he has. Anatumia nguvu zote kutandika chini. And he thinks he has caught you now. Na kafikiria amekumaliza. By the time he looks up, akiangalia juu, you are sitting with the Lord Jesus Christ. Umeketi pamoja na Yesu kwenye kiti cha. And you are smiling and you say you lost. Oh. Unatazama Yesu. Shout, I am uncrushable. Sivunjikiki. We have this treasure in this earthen vessel. Tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. The ability to bounce back after failure. Uwezo wa kudunda tena ukishaanguka. That's why God is bringing you into a rich place. Ndio sababu Mungu anakuleta mahali pa utajiri mwingi. Some of the fires that we experience are meant to purify us. Baadhi ya mioto unaipitia ni ya kukusafisha tu. But I want you to know God has deposited in us valuable treasures that will enable you to go through every fire without you being burned. Lakini nataka kuambia Mungu ameegeza ndani mwako kila hazina itakayekuwezesha unapopita kwenye moto haukuunguzi. Colossians 2 verse 1, the Bible says, Kolosai 2, for I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyoku juhudi yangu nilionayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wa Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili. That their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining to all riches of the full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God. Ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu, kwa hakika wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yani both Kristo. Of the Father and of Christ, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. Ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. All the treasures of wisdom, hazina zote za hekima, all the treasures of knowledge, na hazina zote za maarifa are hidden in Christ Jesus. Zimesitirika katika Kristo Yesu. And we thank God because this Christ is in us. Twashukuru Mungu maana huyu Kristo yu ndani mwetu. Colossians 1:27 says, to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Anasema hivi ya kwamba ambaye Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. When the enemy thinks you are an empty debe and he can push you and beat you around, he doesn't know the treasure that you are carrying. Shetani anapokudhania wewe ni debe ambao ni bure, akaja kukugonga gonga, atastaajabu. In Christ there are hidden all the riches of this glory, the riches of wisdom, riches of knowledge, the riches of creativity, and everything that God has is hidden in Christ, because with Christ everything was created. Katika Kristo yote imewekwa hazina, ubunifu, uvumbuzi, mambo haya yote yamesitirika ndani ya Kristo. The Bible says he is all in all. Biblia inasema kwamba yeye ni yote ndani ya yote. He is the preeminent one. Yeye ndiye anajaza vitu vyote. So he is in you as a treasure. Naye anakaa ndani mwako kama hazina. Jesus promised, he said, I will not leave you like orphans. Akatuahidi kwamba sitawaacha kama yatima. I will not leave you comfortless. Sitawaacha bila ya mfariji. But I will send you a helper. Lakini nitawatumieni msaidizi mwingine. The Holy Spirit. Ndiye Roho Mtakatifu. He will be with you always. Atakuwa pamoja nanyi wakati wote. He will take of that which is mine. Atayatoa yaliyo ya kwangu. And give it to you. Na atawapeni ninyi. So apart from God giving us Jesus as the Lord in our lives,
Na kando na Mungu kutupa Kristo kama Bwana He maishani also mwetu, gave us the Holy Spirit. alitupa yule Roho Mtakatifu. That's why we have the confidence of saying, Na ndio sababu tuna ujasiri wa in kusema, Him we move, ndani mwake in tunaenenda, Him we move, we walk, ndani mwake twaishi, in Him we have all our being. na ndani mwake tuna uhai wetu, Everything we need is in Him. na kila kitu twahitaji kinakaa kwake. If it is wisdom, it's in Him. Kama ni hekima, iko kwake. What you need in times like this Unachohitaji wakati kama huu is divine direction. ni mwongozo wa kiungu. What you need in times like this Unachokihitaji nyakati kama is hizi the counsel of the Holy Spirit. ni ule ushauri wa Roho Mtakatifu. Because this God sees what you can't see. Huyu Mungu anaona usiyoyaona, He hears what you cannot hear. anayasikia usiyoyasikia, He feels what you cannot feel. anahisia usiyoyahisi. This God knows which direction you can take in life and be safe. Huyu Mungu anajua ni wapi utaenda ukawa salama, That's why He is your key consultant. na ndio sababu ndiye mtu mkuu wa kuomba ushauri. I say He is your major consultant. Nasema ndiyo mpeana ushauri mkuu wa maisha yako. When you spend an hour in His presence, Unapokaa saa moja kwenye uwepo wake, you have victory in 24 hours. tayari una ushindi wa masaa 24. But when you have no communication with heaven, Lakini ukiwa na mawasiliano mengi na mbingu, you don't understand the intelligence systems hauelewi mifumo za ujasusi that can give you early warnings on what is about to happen. ambayo itakupa tahadhari ya mapema ya kila ambacho kitatukia. I can declare boldly Naweza tangaza hadharani that Corona has no power over you, ya kwamba korona haina nguvu juu yako, because I know the treasure that you carry. maana najua hazina unabeba. Is somebody still with me this day? Je, unanisikiza bado? I say, are you still with me? Bado ungali nami? If you are there, shout hallelujah. Wapo ungalipo, sema haleluya. Lift your voice and shout, this Corona is not coronaring me. Sema ya kwamba hii korona haitani korona. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa jina la Yesu. That's why the Bible says in Proverbs chapter 8, Ndio sababu katika Mithali 8, now that we have this treasure of wisdom, na sasa tuna hazina hii ya hekima ndani mwetu. wisdom speaking says this. Sikiliza, hekima inaongea. Wisdom says, Hekima, I love those who love me. nawapenda wanipendao. If you have time, read from verse 1. But I love those who love me. Nawapenda wanipendao. And those who seek me diligently will find me. Wanaonitafuta kwa bidii watanipata. Riches and honor are with me. Mali na utajiri zina mimi. Enduring riches and righteousness. Nasema utajiri udumuo, pia haki. My fruit is better than gold. Matunda yangu hupita dhahabu. Yes, than fine gold. Naam, dhahabu safi. And my revenue than choice silver. Na faida yangu hupita fedha I iliyoteule. traverse the way of righteousness, Natembea katika njia ya haki, in the midst of the paths of justice, katikati ya mapito ya that hukumu, I may cause those who love me to inherit wealth. How many people love the Lord? niwaridhishe If you mali. love the treasure of this wisdom in you, this God will cause you to inherit treasure. Iwapo utapenda hazina ya hekima hizi, Mungu atakuridhisha mali He will fill your treasuries na kuzijaza hazina zako with choice things. na vitu viteule. Somebody shout amen. Tusema amen. So one of the treasures that is in you that the Bible is talking about is the treasure of wisdom. Na mojawapo ya hazina ambayo Biblia inataja ya kandani mwako ni hekima, The treasure of divine knowledge. na hazina ya maarifa ya kiungu, Treasure of divine capabilities. hazina ya uwezesho wa kiungu. These are in you to enable you bounce back when things get tougher. Haya yote yanakaa kwako ili ukadunde wakati hali ni ngumu. It doesn't matter what you have lost. Haijalishi ni nini ulichokipoteza. Doesn't matter the size of your failure.
Na haijalishi mwanguko wako You may ulivyo. have lost a job, you are getting another better one. Wenda ulipoteza kazi, utaipata You have lost a kazi iliyo bora. business, God is going to restore you back. Ulipoteza biashara, Mungu There atakurejeshea. are things that you are crying over, but God is still able to do exceedingly abundantly, far above your imagination. Kuna mambo unalilia sasa, lakini Mungu ana uwezo wa kukutendea zaidi juu kupita You have vipimo. something in you that the devil is against. Kuna kitu kilichoko kwako shetani The anakipinga. reason why we are seeing the devil against the church is because the church is the major threat to the kingdoms of darkness. Sababu tunaona shetani akilishambulia kanisa, maana kanisa ndio tishio kubwa kwa ufalme wa shetani But we are duniani. not going to be crushed. Lakini hatutasongwa. I say we are not going to be perplexed. Hatutakwenda kusongwa. We are bouncing back more powerful than ever before. Tunadunda kwa mpigo. Devil, you are losing terribly. Shetani unapoteza. We are rising higher than ever before. Tunainuka kupita viwango vya awali. The grace of God is made more abundant in this situation. Neema ya Mungu inaongezeka katika hali hii. Because in our weakness, God gives us the strength. Maana katika udhaifu wetu Mungu anakupa nguvu. Shout hallelujah. Sema hallelujah. Let the treasure in you flow out. Tuna hazina ndani yako, itoe nje. Matthew 12:35. Mathayo 12:35. Jesus said, a good man out of a good treasure of his heart brings forth good things. Mtu mwema kutokana na hazina nzuri ya moyo wake anatoa mambo mazuri. So bring forth good things Zalisha mambo mema that are worthy the kingdom of God. ambayo yanastahili ufalme wa Mungu. A good man out of the good treasure of his heart Mtu mwema kutokana na hazina ama akiba nzuri ya brings moyo wake, forth good things. yeye anazalisha mambo mema. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Lakini mtu mbaya kutokana na akiba mbaya hutoa mabaya. Listen to me, sir. Sikiliza. Challenges, adversities, problems, temptations, they only reveal what you are made of. Changamoto, misukumo, mawimbi, yote hayo yanafunua kitu gani umetengenezwa kwacho. If you collapse in the day of adversity, then your strength is small. Ukizimia siku za shida, nguvu zako ni kidogo sana. So do not faint. Usizimie. Do not kick out your wife just because things are tough. Usimfukuze mkeo maana kimeumana. Don't kick out your husband because things are tough. Usimfukuze mmeo maana kimeumana hapo nyumbani. Listen to me, two are better than one. They have good reward for their labor. Wawili ni bora kuliko mmoja, maana wana malipo mazuri kwa kazi yao. When you are going through certain tough times, hold on together. Mnapopitia magumu, shikaneni pamoja wawili. Because when you hold on together, one will chase 1,000 and two will chase 10,000. Mkishikana wawili wakati wa shida, Biblia inasema mmoja atafukuza 1,000, wawili watafukuza 1,000. Because when you are in unity, I want you to know this. The enemy will come to you one way, but he will flee 7 ways. Mkipatana kwa mmoja, adui atakuja kwenu akiwa mmoja, lakini There atagawanyika is njia saba. power in the corporate prayer. Na kuna nguvu katika maombi ya pamoja. Where 2 or 3 are gathered in the name of Jesus. Palipo wawili wamepatana kwa jina la Yesu, God or Jesus is there in the midst of them. Mungu wetu Yesu yupo pamoja nao And katikati whatever yao. they ask will be given to them. Na kila watakachoomba watapewa. That's why you need to honor and value the treasure in your friends. Hivyo basi heshimu na kudhamini hazina iliyo Value ndani the ya wenzi treasure in yako. your wife. Dhamini hazina iliyo kwenye mke wako. She is not all useless. Usifikirie tu yeye ni bure vile. He is not all useless. Si kwamba yeye ni bure tu wote mzima I hear mzima. boys say, oh, my wife is a useless woman. Mwingine anasema mke wangu bure kabisa. I hear girls say, my husband is a useless woman. Mwingine anasema ya kwamba A useless man. mwanaume wangu bure. That's why I call you a girl. And I call you a boy. Nakuita wewe kijana na msichana. Even if you are 50 years. Hata una umri wa miaka 50.
if you can stay with somebody 5 years and you cannot see the value that is locked up in that person, there is a problem. Iwapo utakaa na mtu miaka 5 ukuona hazina ndani ya mtu yule, lazima kuwepo shida. There is something that made God get into that relationship. Ni Mungu, kuna sababu ya Mungu kuingiza kwenye huo uhusiano. So adversities reveal what you are made of. Nyakati za ugumu zinafunua kile ulichotengenezwa They kwacho. reveal what you are living for. Na yafunua unachokiishia. They reveal why you're saying praise the Lord. Yanafunua mbona unamsifu Bwana. We have so many people who say Lord, Lord, but they have no heart for Jesus. Wapo wengi wanasema Bwana Bwana lakini hawana moyo wa Yesu. But when adversities come, inakuwa chekecheo. Wakati ambapo magumu inakuja, inakutikiza vizuri. So that we can know what is makapi na ngano ni gani. Ya ndio tujue wheat na tares. Be resilient. Tia bidii. Look at somebody and tell them be resilient. Mwambie mtu Bwana chikakamua Bwana. To be resilient simply means this from the dictionary translation. It says resilience is the ability to return to the original form after being overstretched. Yaani kukua mkakamavu ni kuwa kwenye hali ukishasukuma umesukumwa unarudi tu mahali penye ulikuwa. Hakuna kitu kiliharibika. Like a spring. Unarudi kama ile spring. You are stretched and then come back. Unatanuliwa na unarudi pale pale. That's resilience. Hiyo ni kukua mkakamavu. Or you are pushed down, compressed, sat upon, and it seems like you can never be seen anymore. Tukiwa jeshi walikuwa nasema ukiona mkubwa kaa kama bahasha. You are pushed down until nobody recognizes who you are. But you will still push yourself up and bounce back to the original position. Yaani unafinywa kabisa, unafanana na bahasha. Tena unarudi kama mpira. So geukia mwenzako mwambie unarudi. Kurudi na unarudi. Lazima. Hata kama ulifinywa. Lazima. Usiniambie unajua nilionewa kazini nikafukuzwa. Wacha kulilia kazi iliyopotea. Usililie yale maji yaliyomwagwa. Kuna mengine matamu zaidi. Hallelujah. Yanakuja njia yako. Hallelujah. Kwa sababu Bwana aliyekuhuluku ni Mungu wako. Amina. Sema amen. Amen. It also means being bent but stretching back. Yaani unakunjwa lakini unajikunjua tena. Being pushed to your limit. Umesukuma mpaka mwisho. And you say no more, I'm coming back. Unasema mimi narudi. Jikunjue bwana. Lift up your hand and say I am coming back. Narudi tena mimi. There is a comeback in this situation. Kuna kurudi tena baada ya hali. I didn't hear you shout there is a comeback. Kuna kurudi tena. When Jesus was persecuted by Jews every time, he says you will kill me, you will bury me, but after 3 days I will come back. Yesu akasema mtaniua mtanizika, lakini siku ya 3 narejea kwa vishindo. And the Bible says in Romans 8 that the same spirit that raised up Jesus from the dead is the same spirit that is at work in your life. Warumi 8 nasema yule roho aliyemfufua Yesu katika wafu ndiye roho anakaa kwako. I say the same spirit is at work. Yule roho anafanya kazi ndani mwako. Lift up your hand and say I have the spirit of resurrection. Sema niko na roho wa ufufuo. I didn't hear you shout I have the spirit of resurrection. Nina roho wa ufufuo. Shout again I have the spirit to bounce back. Nina roho ya kudunda tena. I will not be crushed. I say you will never find me where you left me. Hautanipata I am uliponiacha. not giving up
Sikati I tamaa, will keep fighting nitaendelea kupigana until I see the victory that I need. mpaka nione ushindi na Can I utaka. hear somebody shout hallelujah? 1 Corinthians 10:13. Inasema 13, No temptation has overtaken you except such as is common to man. jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo la kawaida ya wanadamu, But God is faithful. ila Mungu ni mwaminifu. I say, but God is faithful. Ila Mungu mwaminifu, Who will not allow you to be tempted beyond what you are able. ambaye hatawaacha mjaribio kupita mwezavyo, But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Hakuna jaribu kwanza analipima, najua hii inatoshana na Margaret. Ni kawaida. Hiyo chenga na beba hii haina shida, hata kama ni nzito, anaona ni nzito lakini shaipima tayari. Amen. Nimeiweka kwa mizani yangu. Hallelujah. Najua hii Okelo atabebana nayo. Hata kama ni nzito. Kwa hivyo ukiona ikija unajisikia ni kama kwamba umelemewa, lakini Mungu akikuangalia anasema kuna kitu ndani yako. Tumia hiyo silaha niliyotia ndani yako. Amka, toka hapo mahali ulipo. Amen. Geukia mwenzako mwambie kuna kitu ndani. Mungu ashapima, anajua utaweza kuamka. Amen. Shout amen. Hallelujah. Utaniambia unajua nilifiwa, nilifanywa nini, niliishiwa. Mungu anajua hata hiyo nayo utafaulu. Amen. Inua mkono wako, sema nitafaulu. Hapa nitatoboa. Romans 8:35. Warumi 8:35. The Bible says, who shall separate us from the love of Christ? Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword or pandemic, as it is written, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako twauawa mchana kutwa. Yet, even after being killed all, and we are counted as sheep for slaughter, yet in all these things we are more than conquerors. Hata tukishahesabiwa kuwa kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo haya yote twashinda na zaidi ya kushinda. We are more than conquerors through him who loved us. Twashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala wasiokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. In all these things, katika haya yote we are more than conquerors. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. I say in all this, nasema katika hii yote we are more than conquerors. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. I say again, in all these things, nasema katika hii yote you are more than a conqueror. wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. So the devil has lost in every situation. Yani shetani ashapoteza katika hali zote alizozilete. When visiting Kisumu City, join Bishop Mark Kigohi at Jesus Celebration Center next to the Kisumu National Polytechnic for our Grace Hour and Sunday services. For more information, visit us online. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.